Habari gani mpenda michezo East Africa? Leo tena tunakuja na habari za kimichezo. Habari hizi za kimichezo kurejea katika wakati huu hapa ambapo mashindano mbalimbali yakiendelea na mengine kufanya vizuri zaidi, huku wengine wakiendelea kupoteza michezo. Vipi hali kwa mashabiki, wanasemaje kuhusiana na timu yao ya Yanga? Klabu ya Yanga Sports Club imeendelea kuonyesha uimara na utulivu katika michuano ya ligi mabingwa barani Afrika baada ya kupata sare ya bila kufungana dhidi ya Algeria. Michezo iliyochezwa katika dimba hilo wakati wa Novemba 1954 katika jiji hilo. Wakati ule sare hiyo imeifanya Yanga Sports Club kuipa alama 4 katika michezo miwili ya awali na kuendelea kuimarisha nafasi yao katika kundi B ambalo linaloonekana kuwa na ushindani mkubwa msimu huu. Na katika mchezo huu uliosubiriwa kwa hamu barani Afrika wa mpira wa miguu barani Afrika, kocha mkuu wa Yanga alimwachia kikosi kile kiweze kuingia kilichofanya vizuri wakati ule uliopita kwa ushindi wa bao 1-0. Mbinu hiyo imetarajiwa kufanyika tena wakati huu wa mchezo wa mpira wa miguu katika wakati huu kwa ajili ya kufanya vizuri zaidi na kuiletea Young African ushindi. Mbinu hiyo ilikuwa ikionekana katika kuendeleza kujenga muungano kwenye maeneo ya uwanja wakati wa mchezo, huku safu ya ushambuliaji ikiongozwa na Prince Dube na Murdasi Yahya. Wawili waliokuwepo ni pamoja na Prince Dube na Mudathiri Yahya. Wawili hao walikuwa wakipewa msaada wa karibu na washambuliaji wa pembeni Pacome Zouzoua, Aucho pamoja na viungo mahiri Dube Abuya na Maxi Zingeli. Wapenda soka barani Afrika wamekuwa wakijiuliza maswali kadha wa kadha juu ya dakika 90 kwenye uwanja. Referee anaweza kuchezesha michezo yote bila kupendelea timu hata moja? Mashabiki nao wamekuwa wakiongea kuhusiana na sakata hili, ambapo huhusisha mashabiki pamoja na wachezaji na marefa pia. Makocha nao waingia juu na kusema kwamba michezo yote ichezwayo katika makundi mpaka fainali yapaswa iwe ni ya uhakika, ya ukweli, haki, isiyopendelea timu yoyote, kwa sababu mashindano haya yana faida kwa Afrika wote na kote ulimwenguni wana haki ya kujifunza pia kupitia michezo ya barani Afrika kuonekana kuwa sawa katika kila mchezo utakaochezwa, uwe ni kwa haki dakika 90 ziweze kuamua mchezo katika sheria 17 za uwanja au za michezo. Hivyo basi TFF ina haki na wajibu wa kuweza kusimamia kila kitu kikae sawa sawa, na hata wale wachezaji ambao wamezoeleka siku zote huwa wanauza michezo, yani timu inaingia uwanjani huku tayari ikiwa na matokeo. Baada ya kutathmini kwa pamoja hali ya kimichezo barani Afrika na kuchambua mchezo uliopita na hali ya kimichezo na aina ya haki katika uwanja zitumike dakika 90 kuamua mchezo, basi tusalie katika kuielezea Young Africa. Tunaendelea kwa Young Africa kama ilivyokuwa mchezo uliopita. Djigui Diarra asimama langoni vizuri sana, huku safu ya ulinzi ikijengwa na mabeki Dickson Jobu, Ibrahim Ahmad, Israel Mwenda na Mohamed Hussein Tishabalala. Ulinzi huo ulionekana kuzoea kabisa na kufanya vizuri zaidi. Kwa muda huu tuishi hapa, wakati mwingine nitakuletea habari zaidi kuhusiana na mchezo huu mzuri wa Young, na mashabiki wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali juu ya soka barani Afrika na hasa ligi ya makundi ambayo inaendelea kushika kasi kwa wakati huu hapa. Lakini kama hujasubscribe channel hii, fanya subscribe, maana channel hii itakupa wasaa wa kuweza kupata habari mbalimbali za kimichezo, burudani, sanaa, habari za kijamii, kisiasa na zile za kiuchumi ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Kokote kule uliko utakuwa wa kwanza kuweza
kuweza kupokea notification na taarifa, na pia unaweza kutoa maoni kupitia uchambuzi huu. Chini ya hapo utakuta kitu kimeandikwa comment, basi comment hapo chini. Lakini pia kitu kingine unaweza kushare na wengine waweze kuona na kusikia hali ya kimichezo barani Afrika. Bye bye. Habari gani mpenda michezo East Africa? Leo tena tunakuja na habari za kimichezo. Habari hizi za kimichezo kurejea katika wakati huu hapa ambapo mashindano mbalimbali yakiendelea na mengine kufanya vizuri zaidi, huku wengine wakiendelea kupoteza michezo. Vipi hali kwa mashabiki, wanasemaje kuhusiana na timu yao ya Yanga? Klabu ya Yanga Sports Club imeendelea kuonyesha uimara na utulivu katika michuano ya ligi mabingwa barani Afrika baada ya kupata sare ya bila kufungana dhidi ya Algeria. Michezo iliyochezwa katika dimba hilo wakati wa Novemba 1954 katika jiji hilo. Wakati ule sare hiyo imeifanya Yanga Sports Club kuipa alama 4 katika michezo miwili ya awali na kuendelea kuimarisha nafasi yao katika kundi B ambalo linaloonekana kuwa na ushindani mkubwa msimu huu. Na katika mchezo huu uliosubiriwa kwa hamu barani Afrika wa mpira wa miguu barani Afrika, kocha mkuu wa Yanga alimwachia kikosi kile kiweze kuingia kilichofanya vizuri wakati ule uliopita kwa ushindi wa bao 1-0. Mbinu hiyo imetarajiwa kufanyika tena wakati huu wa mchezo wa mpira wa miguu katika wakati huu kwa ajili ya kufanya vizuri zaidi na kuiletea Young African ushindi. Mbinu hiyo ilikuwa ikionekana katika kuendeleza kujenga muungano kwenye maeneo ya uwanja wakati wa mchezo, huku safu ya ushambuliaji ikiongozwa na Prince Dube na Murdas Yahaya. Wawili waliokuwepo ni pamoja na Prince Dube na Mudathiri Yahaya. Wawili hao walikuwa wakipewa msaada wa karibu na washambuliaji wa pembeni Pacome Zouzoua, Aucho pamoja na viungo mahiri Dube Abuya na Maxi Zingeli. Wapenda soka barani Afrika wamekuwa wakijiuliza maswali kadha wa kadha juu ya dakika 90 kwenye uwanja. Referee anaweza kuchezesha michezo yote bila kupendelea timu hata moja? Mashabiki nao wamekuwa wakiongea kuhusiana na sakata hili, ambapo huhusisha mashabiki pamoja na wachezaji na marefa pia. Makocha nao waingia juu na kusema kwamba michezo yote ichezwayo katika makundi mpaka fainali yapaswa iwe ni ya uhakika, ya ukweli, haki, isiyopendelea timu yoyote, kwa sababu mashindano haya yana faida kwa Afrika wote na kote ulimwenguni. Wana haki ya kujifunza pia kupitia michezo ya barani Afrika kuonekana kuwa sawa katika kila mchezo utakaochezwa, uwe ni kwa haki, dakika 90 ziweze kuamua mchezo katika sheria 17 za uwanja au za michezo. Hivyo basi TFF ina haki na wajibu wa kuweza kusimamia kila kitu kikae sawa sawa, na hata wale wachezaji ambao wamezoeleka siku zote huwa wanauza michezo, yani timu inaingia uwanjani huku tayari ikiwa ina matokeo. Baada ya kutathmini kwa pamoja hali ya kimichezo barani Afrika na kuchambua mchezo uliopita na hali ya kimichezo na aina ya haki katika uwanja zitumike dakika 90 kuamua mchezo, basi tusalie katika kuielezea Young Africa. Tunaendelea kwa Young Africa kama ilivyokuwa mchezo uliopita. Djigui Diarra asimama langoni vizuri sana, huku safu ya ulinzi ikijengwa na mabeki Dickson Jobu, Ibrahim Ahmad, Israel Mwenda na Mohamed Hussein Tisha Balala. Ulinzi huo ulionekana kuzoea kabisa na kufanya vizuri zaidi. Kwa muda huu tuishie hapa. Wakati mwingine nitakuletea habari zaidi kuhusiana na mchezo huu mzuri wa Young, na mashabiki wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali juu ya soka
barani Afrika, na hasa ligi ya makundi ambayo inaendelea kushika kasi kwa wakati huu hapa. Lakini kama hujasubscribe channel hii, fanya subscribe, maana channel hii itakupa wasaa wa kuweza kupata habari mbali za kimichezo, burudani, sanaa, habari za kijamii, kisiasa na zile za kiuchumi ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Kokote kule uliko utakuwa wa kwanza kuweza kupokea notification na taarifa, na pia unaweza kutoa maoni kupitia uchambuzi huu chini ya hapo. Utakuta kitu kimeandikwa comment, basi comment hapo chini. Lakini pia kitu kingine unaweza kushare na wengine waweze kuona na kusikia hali ya kimichezo barani Afrika. Bye bye.